Mtazamaji wa Misalaba Media, katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, ikumbuke ni kwamba hii ni mzunguko wa 3 mara baada ya kuanza kwa ligi kuu Tanzania bara ambapo ilizinduliwa kwa ngao ya jamii. Imeshuhudiwa mchezo wa raundi ya kwanza, raundi ya pili pamoja na raundi ya 3 vikichezwa kwa baadhi ya vilabu hapa Tanzania. Sasa tumetoka katika mkoa wa Shinyanga na kuzungumza na wapenzi wa soka kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa kuhusiana na ubora wa ligi kuu Tanzania bara ukilinganisha na msimu wa mwaka 2024-2025, na haya ndio maoni kutoka kwa wapenzi wa soka kutoka mkoani Shinyanga. Kwa majina naitwa Dastan Amos. Ni mkazi wa Shinyanga. Ningependa kuongelea ligi ya msimu huu. Ni ligi bora kuzidi ligi ya msimu uliopita. Sababu ligi ya msimu huu kuna ushindani, kuna mambo mengi, tunapata burudani mashabiki. Katika moja ya kitu ambacho tumefurahishwa mashabiki wengi kuona timu ndogo zinapambana na timu kubwa. Kiangalia mechi ya jana, tumeiona Mbeya City ilivyojitahidi kushindana na Yanga wakapata sare. Ni moja ya burudani ambayo tunapata mashabiki. Haiwezi kama msimu uliopita kila timu ikija mai inafungwa 5, nyingine 6. Kuna timu mpaka zilikuwa zinazalilishwa. Lakini msimu huu tunaona burudani, mashabiki tunafly, tunaenjoy soka. Kweli ukiona timu imeingia uwanjani inapambana kadri yawezavyo. Kwa hiyo msimu huu ni bora sana kuzidi msimu uliopita. Kwa upande wangu mimi sijaona timu ambayo inacheza kwa kukamia. Mfano mdogo tuongelea mechi ya Singida na Mashujaa jana. Zilikuwa zote ni timu ndogo, lakini zote zilicheza mpira kuonyesha mpira. Zote zilipambana kadri ziwezavyo, lakini kuna mmoja aliyefungwa. Kwa hiyo mimi sioni eti kwamba timu ndogo inakamia timu kubwa. Ligi sasa hivi imekuwa kubwa, kila timu inapambana kadri iwezavyo. Kwa majina naitwa Hamisi Diego, ni mkazi wa Shinyanga. Kwa mimi ninavyoona soka la msimu huu uliopita, la msimu huu lina moto sana. Kutokana wewe unaona timu ndogo zimesajili. Na mimi ninavyoona kwamba tulizoea kuona Simba na Yanga wakifanya maajabu msimu uliopita, lakini msimu huu utaona tofauti mkubwa sana. Ukiangalia kama mechi ya jana iliyochezwa, Mbeya City wameonyesha ukakamavu mzuri sana. Hawakuweza kumuogopa mpinzani. Umeelewa? Na timu zote zimesajili vizuri. Mimi ninavyoona kuna ushindani mwaka huu mzuri sana. Tulitamani kuona timu ndogo zimesajili kama kubwa. Umeelewa? Kwa hiyo tutaona chachu nzuri sana katika soka. Umeelewa? Na leo tunapenda tuangalie mpira wa Simba unavyoenda. Na imani leo Simba na mchezo mgumu. Sio kubeza unashinda sijui goli 5, sio soka hilo. Of course waga ipo hivyo kwa wana michezo. Akija mwalimu mwingine lazima uoneshe juhudi ya kufanyaje, ya kupambana. Umeelewa? Lakini mimi ninavyoona kwamba ligi mimi nasema tena ni gumu, limebadilika. Umeelewa? Tofauti na misimu iliyopita watu walikuwa wananunua mechi, lakini sasa hivi ligi ni gumu. Umeelewa? Yeah. Labda pengine sasa tutegemee kipi sasa mpaka mwisho wa ligi hii kwenda kukamilika? Wabeba ubingwa wanajulikana ni wawili tu, sidhani. Sidhani. Lakini ligi itaonekana ya ushindani sana. Tutegemee kuona mengi. Mimi napenda kuona timu ndogo zinavyoshindana. Tunapenda soka letu liwe hivi. Na watu wazidi kuwekeza katika hizi timu ndogo ndogo. Itapendeza. Kwanza naanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jina kwanza. Kwa majina naitwa Awazi Diwani Molekwa. Ndio kumshukuru Mungu kutokana na nilivyoangalia ligi ya msimu huu ilivyoanza. Kila timu imesajili wachezaji wenye viwango vya hali ya juu. Kila timu inaonyesha uwezo wake katika mashindano haya ya ligi kuu Tanzania bara. Katika ligi ambayo ni ngumu ni ligi ya msimu huu, kwa sababu kila timu imejipanga kinamna nyingine ili iweze kuchukua ubingwa huu. Hakuna timu nyonge safari hii. Kila timu iko vizuri, na ukiangalia sasa hivi kwa timu ambazo zishacheza mchezo wa kwanza wa pili, naona kabisa kuna vilabu ambavyo vishakuwa tayari kwa ubingwa huu. Mfano mzuri, nimeangalia mchezo wa jana. Kwa kuangalia kwa haraka mechi ilikuwa ngumu, kila timu ilijipanga vizuri, ila makosa madogo yanatokea katika mchezo. Dakika za mwishoni Mbeya walipata nafasi ya kuweza kupiga bao dakika za nyongeza zile wakashindwa. Mchezo ukaisha kwa sare ya 0-0 bila kufungana. Lakini ukiangalia na Simba mechi yake ya kwanza alivyocheza, bado pia makosa madogo ni yale yanajirudia. Kwa hiyo makocha wanatakiwa wachezaji wao wafundishe vizuri, waweze kuelewa wapi wanakosea ili ligi iwe na upinzani zaidi msimu huu. Kwa mchezo ya awali, kwa sababu ligi ikiwa inaanza lazima kila mchezaji akili yake kwanza
inatoka ipo nyuma. Muda wote bado anawaza mambo ya likizo yale. Kwa hiyo kwa sasa hivi ligi inavyoanza, matumaini yangu ni kwamba mpaka msimu unaenda kuisha, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ligi itakuwa ya kwanza barani Afrika. Ndio. Mtazamaji wa Misalaba Media, hicho ndicho ambacho kimeendelea kutoka hapa mkoani Shinyanga kuhusiana na maoni ya wapenzi wa soka kuhusiana na tathmini ya kila ambacho kimetendeka katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania Bara. Jina langu ni Agustino Daudi na hii ni Misalaba Media. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.